عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر الله نكمتكيا زيادة نعمة ونمتون محمد صلى الله عليه وسلم. Tupo katika muhadhara wa kina mama au wanawake wa Kiislamu ndani ya masjid hii, Masjid Maalum Chanika, kama ambavyo Sheikh Ibrahim imam wetu wa msikiti huu alitangulia kusema na kutuarifu kwamba ni muhadhara wa kielimu. Tunatarajia hapa tutapata elimu kwa kadri ya Allah atakuwa ametukadiria, na kama ambavyo Sheikh Ibrahim amenukuu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo yanatupa nguvu, yanatupa hamasa ya kutosha na kutokujihisi wanyonge kwa sisi kuja msikitini kwenye kikazi kama hichi, kikazi cha kheri, kikazi bora. Akatuletea maneno ya Mtume sallallahu ambayo yanaonyesha faida kubwa za watu kukaa sehemu kama hizi na kusomeshana, kufahamishana mambo ya dunia. Hivyo tunaomba Allah tabaraka wa taala atujalie tupate malipo hayo ambayo yanapatikana kwa watu kukaa kwenye kazi kama hii. Lakini vile tunaomba Allah atuzidishie amani, tusiwe kwenye kukosa katika kazi ya aina hii. Ndugu zangu kina mama, muhadhara wetu utakuwa na wahadhiri wawili. Mhadhiri wa kwanza ni mimi, na anwani ya mada yangu, maudhui ya mada yangu inasema udhaifu wa imani na tiba yake. Udhaifu wa imani na tiba yake. Na Mola Allah alisimamia katika hili niweze kulihudhurisha mada hii, lakini ajalie niwe wa kwanza mimi kufaidika na haya ambayo tutakayosema, kisha na nyinyi pia au ajalie muweze kunufaika na sote tukayafanyia kazi haya. Udhaifu wa imani na tiba yake. Kwa nini nimechagua anwani hii? Sababu kuu ni hali ambazo tuko nazo leo katika jamii yetu, adamu shuur biladhati al-ibada. Watu wengi katika Waislamu, hasa kina mama, wamekosa ile hisia ya au hamu ya kufanya ibada, ukosefu wa hisia, hamu ya kufanya ibada. Hii ni hali ambayo ipo, lakini vile vile uchache wa kuathirika kwetu kutokana na maneno ya Allah. Qur'ani zinasomwa, tunazisikia, wakati mwingine sisi wenyewe tunazisoma, lakini tumekuwa ni wachache sana wa kuathirika na Qur'ani. Bali imekuwa ni wepesi kwa watu wengi
Sasa kutokana na hali hizi ni kuangalia chakula namna hii na tufikishiane leo katika kizazi hiki, ikiwa ni katika namna ya kuonea huruma ama kuzionea huruma nafsi zetu, na tujiulize ipi ni njia gani tunaweza kuitumia ili tuondokane na hali hizi mbaya. Kwa hiyo tukachagua namna hii ama mambo hii, udhaifu wa imani na tiba yake. Tukianza kuangalia neno imani, imani mahala pake ni moyoni, kama ambavyo Mtume sallallahu anaeleza, al-iman ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ni ile ambayo ni kitu ambacho kimetokea katika moyo wa mtu, alafu matendo yakasadikisha hicho kilichomo ndani ya moyo wake. Lakini vile vile hapa akataja ndani ya Qur'ani, ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Allah, watu hao wenye sifa nzuri, wenye imani ya kweli, Allah ameiandika hiyo imani ndani ya nyoyo zao. Imani mahala pake ni moyoni. Kwa maana hiyo, ikiwa imani mahala pake ni moyoni, hebu tuangalie moyo, nafasi yake iko vipi? Ni ipi nafasi ya moyo, au ni ipi hali ya moyo? Ndugu zangu, moyo kwa uhakika ni kama vilivyokuwa viungo vingine katika mwili wa mwanadamu. Tukisema hivyo, namaanisha kuwa moyo huwa unakuwa salama, na wakati mwingine moyo unakuwa na maradhi. Moyo wa mtu unaweza kuwa salama mzima kabisa, lakini kuna wakati mwingine moyo unakuwa na maradhi. Moyo unafika kuwa na hali ya nuru, moyo unaweza kuwa na nuru, lakini moyo huo wakati mwingine unaweza ukafunikwa na giza. Lakini moyo katika sifa zake unaweza kuwa ni mweupe wenye kung'aa, lakini pia moyo huo unaweza kuingiwa na kutu na uchafu, kwa maana moyo wa mtu unaweza kuchafuka. Sasa kama moyo utachafuka, maana yake hiyo imani inayokaa kwenye moyo ndio itakuwa ni sababu nayo ya kuwa imani dhaifu. Kwa hiyo tunaposema imani dhaifu, tunaangalia mioyo yetu, hali zake zipoje, moyo uko vipi? Kwa sababu moyo ukiwa mchafu, basi imani nayo itakuwa ni dhaifu. Lakini wanazuoni wanasema summiya al-qalbu qalban, moyo umeitwa kwa jina la qalbu. Neno la Kiarabu qalbu, moyo umeitwa kwa jina hili qalbu kwa sababu ya uharaka wa kubadilika kwake au kugeuka kwake. Moyo umeitwa qalbu, summiya al-qalbu qalban li sur'ati taqallubihi, kutokana na ule uharaka wa kubadilika kwa moyo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innama al-qalbu min taqallubihi, hakika si vinginevyo moyo umeitwa kwa jina hilo la qalbu kutokana na ile hali ya kubadilika kwake. Innama mathalu al-qalbu kamathali risha, kisha akasema hakika mfano wa moyo katika mwili wa mwanadamu ni kama mfano wa kunyonya au manyoya muallaqatun fi asli shajara, manyoya hayo yakawa yamening'inizwa katika shina la mti. Yuqallibuha bihi dhaharan libatni, ule upepo unapokuja sasa, yale manyoya yanakuwa ni kubadilika mbele nyuma, yale unyoya hauna uthubutu wa kuhudumia upepo. Sasa hivi ndivyo mfano wa moyo wa mtu. Moyo wako utasema na utajo ni kama mfano wa unyoya uliokaa katika mti, alafu upepo unapokuja
anaibadilisha mioyo yetu, kama ilivyokuja vile katika hadithi ya Abdullah ibn Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika alimsikia siku moja Mtume sala na salamu zimfikie yakuli, akisema inna quluba bani adam, hakika ya nyoyo za wanadamu, mioyo ya wanadamu, kulluha baina isba'aini min asabi' ar-rahman, mioyo yao yote ipo kati ya vidole viwili katika vidole vya Allah. Yani mioyo yetu ipo katikati ya vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, na Allah tabaraka wa taala yusarrifuhu haythu yasha, anaibadilisha hii mioyo yetu kwa kadri anavyotaka. Mioyo yote Allah anaibadilisha kwa kadri anavyotaka. Kwa hiyo Allah huwa muqallibul qulub, ndiye anayebadilisha mioyo yetu. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja katika dua alizokuwa akiziomba kuhusiana na hii mioyo, alikuwa akisoma dua hii, na dua hii muhimu sana tuweze kuizingatia. Dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiiomba kuombea moyo wake, alikuwa anasema Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Ewe Allah, Mola wangu mwenye kubadilisha mioyo, basi badilisha moyo wangu au badilisha mioyo zetu juu ya dini yako. Thabbit quluba ala dinika au ala ta'atika, uthibitishe moyo wangu katika kutii wewe. Haya ni maneno ya salama alikuwa akiomba juu ya moyo wake, maneno ambayo mimi na wewe inabidi tunamuomba sana Allah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika, ewe Allah mwenye kubadilisha mioyo, ithibitishe mioyo yetu juu ya dini yako na juu ya kutii wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tumuombe Allah hivi? Kwa sababu Allah yeye ndiyo anayekaa baina ya mtu na moyo wake. Allah ndiyo kizuizi. Akitaka moyo wako uwe utakuwa, akitaka usiwe, basi hivyo ndivyo itakavyokuwa. Lakini pia kwa nini tumuombe Allah aithibitishe mioyo yetu katika dini yake? Kwa sababu hakuna yeyote atakayepata ufaulu mbele za Allah tabaraka wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ya kiyama, siku nzito ambayo mtu mali yake haitomnufaisha, haitomsaidia. Siku hiyo hakuna mtu atakayepata salama, atakayesalimika na adhabu za Allah, isipokuwa yule atakayemjia Allah akiwa na moyo uliokuwa salama. Kwa hiyo tunaona moyo ukiwa salama ndio sababu ya wewe kufaulu, na tunaposema moyo ndio imani yako inapokuwa vizuri ndio sababu ya wewe kufaulu. Lakini pia adhabu kali lilqasiyati qulubuhum bi dhikrillah, kwa watu ambao mioyo yao imekuwa ni migumu, haikumbuki Allah tabaraka wa taala, haimtaji Allah. Mioyo ya aina hii hakika itakumbwa, watu wake watakuwa na adhabu kali siku hiyo ya kiyama. Mungu atuepushe na hiyo. Lakini pia wa anna al-wa'da bil janna liman khashiya ar-rahman, ahadi ya kuipata pepo ya Allah ni kwa mtu mwenye kumwogopa Allah, bil ghaib, kwa mambo yasiyoonekana, wajaa bi qalbin munib. Allah anasema, alafu huyo atakayepata pepo ni yule pia atakayekuja na moyo wenye kumwogopa na kumrejea Mola wake Allah tabaraka wa taala. Hivyo utaona ni lazima muumini Muislamu
au chunguze moyo wake. Ni lazima tuchunguze mioyo yetu na tufahamu ina shida gani hii mioyo yetu, tujue ni zipi sababu za maradhi katika mioyo yetu, ili tujue pia udhaifu wa imani zetu na tuingie katika tiba ya kuzitibu imani zetu na mioyo yetu kwa ujumla, kabla haijafikia hali moyo ukawa ni wenye kupotea kabisa, ukawa ni wenye kuharibika kabisa, alafu ikawa ni sababu ya mtu kuangamia. Ndugu zangu, maradhi ya imani kuwa dhaifu, imani ya mtu kuwa dhaifu inatokana kama tulivyosema na moyo wa mtu unapokuwa na maradhi. Sasa vipi utajua hali ya imani yako kuwa ni dhaifu? Tutajuaje kwamba imani zetu ni dhaifu? Tutajuaje kwamba mioyo yetu ina maradhi, haiko salama? Vipi tutatambua hili? Ni waombe twende pamoja katika nukta hii ili tuangalie kwa pamoja viashiria na alama na dalili ambazo zitatufanya tujue kuwa mioyo yetu ina maradhi na imani zetu ni dhaifu, kabla ya kutafuta tiba ya imani zetu kuwa dhaifu. Kwanza tuangalie viashiria vyake na dalili na alama za kuwa imani zetu ni dhaifu. Dalili ya kwanza ama kiashiria cha kwanza cha mtu kuwa imani yake ni dhaifu, lakini vile vile moyo wake una maradhi au salama, ni suhulatu al-wuqu' fil maasi. Ni mtu kuwa ni mwepesi sana katika kuingia kwenye ufanyaji wa makosa, madhambi. Yani mtu anakuwa ni mwepesi kufanya madhambi. Ukijiona katika maisha yako, ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, ukijiona kwamba kufanya madhambi kwako ni mwepesi sana, mambo yaliyoharamishwa wewe unayafanya kwa mwepesi, tena wakati mwingine inakuwa ni kawaida, inakuwa ni ada maalufa, kawaida ambayo imezoeleka kwako kufanya madhambi. Ukijiona hivyo, ujue moyo wako una maradhi, ujue imani yako ni dhaifu. Wewe umekaa nyumbani, umefungulia redio, unasikiliza taarabu, unasikiliza muziki, unaangalia muziki kwenye TV, unaangalia movie za ajabu ajabu katika TV, unazungumza maneno machafu, basi ujue mama yangu, dada yangu, kuwa imani yako ni dhaifu. Ujue kuwa moyo wako una maradhi. Hichi ni kiashiria cha kwanza. Tena katika kiashiria hichi unaweza ukamkuta mtu mwingine yufahi biha, anajifaharisha kwa madhambi anayofanya. Yani mtu anajisifu amefanya madhambi, lakini haimtoshi kufanya madhambi, pia anajifaharisha kwa wengine, anajisifu kwa madhambi anayofanya. Kama mtu anajisifu kwa mdhulumu, kama tukana mtu kawafitinisha watu, fitna hasa kina mama, anawaunganisha watu kwa kumanisha, alafu anajisifu. Kamfanyia mabaya mume wake ndani, alafu anajisifu. Mwanamke kafanya zina, alafu bado anaenda kujisifu katika uchafu aliofanya. Hili ni baya sana, ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, kullu ummati muafa, umma wangu wote, ikitokea mtu amefanya madhambi muafa, basi huwa inatarajiwa akasamehewa madhambi yake. Yani mtu yote katika Uislamu akifanya dhambi, huwa inatarajiwa Mwenyezi Mungu anaweza kufanya akamsamehe madhambi yake. Illa al-mujahidin, tunasema kabisa, isipokuwa mujahidin, mtu anayefanya mujahara. Mtu huyu anayefanya mujahara, madhambi yake
nani anayefanya mujahara? Akasema wa inna min al-mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan 'amiltu al-bariha kadha wa kadha. Tukisema mujahara, mtu anayefanya mujahara katika madhambi ni mtu ambaye anafanya jambo la kumwasi Allah akiwa peke yake usiku au mchana, anafanya dhambi, anajua yeye dhambi aliyoifanya au na huyo mwenzake kama wawili walifanya dhambi hiyo, kisha inafika wakati anaanza kuzungumzia kile alichofanya, anasimulia madhambi yake aliyofanya. Kama ni usiku, asubuhi akiamka anawasimulia watu, nikwambie fulani shoga yangu, nikwambie wewe mama nani, nikwambie, anamweleza jana nimefanya 1, 2, 3. Hilo anamsimulia si zuri, ni katika madhambi, jambo la kumwasi Allah, yeye anaenda kusimulia. Tasala anasema waqad bata yasturuhu rabbu, huyo mtu anayefanya hili kafanya dhambi alafu anakuja kusimulia. Mwanzo wakati anafanya dhambi Allah alikuwa anamstiri, usiku ule Allah alimstiri, wa yusbihu yukshifu sitara Allah anhu, alafu anakuja sasa anafungua, anaweka wazi ile stara aliyompa Allah. Ndugu yangu, hiyo mama ilana wa Islam, imetokea bahati mbaya umefanya madhambi, Allah akustiri, basi ichunge stara ya Allah, lia na Allah akusamehe, na wala usifungue stara ya Allah anayekupa. Usisimulie madhambi yako, maovu uliyoyafanya baki nayo mwenyewe, usiyatangaze kwa wengine, kwa sababu hili litakufanya si tu kuadhibiwa, bali utakuja kujitangaza na Allah wa Ta'ala. Kifa katika hali hiyo usikuja kusamehewa madhambi yako. Ama kiashiria cha pili katika viashiria vya mtu kuwa imani yake ni dhaifu ni qaswatul qalbi wa khushunatihi, moyo kuwa mgumu, lakini moyo kuwa na jeuri. Yani mtu moyo wake unakuwa mgumu na kuwa na jeuri, mpaka mtu mwenye moyo huu anajisi kama vile moyo wake ni jiwe, tena jiwe gumu kabisa, hali ya kuwa hawezi kusikia chochote atakachoambiwa. Qur'an ikiletwa yeye haelewi, atatajiwa maneno ya Allah yeye haelewi, bali haathiriki na Qur'an kabisa. Qur'an haimuathiri chochote. Al-maut, kifo, Mtume SAW anasema kafa bil mauti mawidha, inatosha mauti mtu anapokufa kuwa ni mawaidha kwa wengine. Sasa kuna mtu mwingine moyo wake unakuwa mgumu kiasi ambacho hashtuki hata kifo cha mtu. Wakati mwingine akikufa ni mtu wake wa karibu, yeye hashtuki, haogopi, yuko msibani, hapo hapo ataleta maneno yasiyofaa, fitna, magomvi, mambo ya ajabu ajabu, yuko msibani. Ndio unakuta wengine wanajiita watani mtani, analeta utani kwenye msiba wa watu. Haogopi mtu amekufa. Yule aliyekufa alikuwa kama yeye, angeweza kufanya utani kama yeye, lakini sasa ana ujanja. Nini kinachomsukuma kufanya vile? Ni moyo wake kuwa mgumu. Qaswatul qalbi. Allah akiwataja watu waovu anasema thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, walitoa mawaidha ya Qur'ani lakini haijawatosha wao, kisha mioyo yao ikazidi kuwa migumu baada ya yote waliofikishiwa. Fahiya kabijara, na ugumu wa mioyo yao ikawa kama vile mawe, au ashaddu qaswa, au ikawa ni migumu zaidi na zaidi. Moyo kuwa mgumu ni katika alama za imani ya mtu kuwa ni dhaifu. Amekufa mtu haogopi, bali mtu
anapita njiani, katika njia watu tunapita wakati mwingine za kupita njia ni sehemu ya makaburi. Mtu anapita makaburini hata hofu hana. Kama alikuwa anaongea na simu mambo yalikuwa ajabu, wala haugumu kwamba hapa makaburini kuna watu hapa wamenana. Walikuwa kama mimi wanatembea duniani kwa duniani, lakini sasa wako hapo. Yeye hawaogopi anakatiza makaburini kama vile kwa makaburi anaona jamaa tu yamekaa. Huu ni msiba tena zaidi ya msiba. Ama alama ya tatu, kiashiria cha tatu cha kwamba moyo wa mtu umepata maradhi na imani yake imekuwa ni dhaifu, ni adam itqani ibadat, kukosekana ufanisi wa utekelezaji wa ibada. Mtu kukosa utulivu na umakini katika ufanyaji wa ibada, bali mtu anapoteza wakati. Anasikia adhana mwanamama, muda wa sala unaingia, anaendelea na mambo yake wala hajali, mpaka wakati wa sala unaisha anaupoteza. Baadaye huyu anaenda kufanya ibada na swala, sala gani ya dhuhuri anaisha saa 12, swala ya dhuhuri anaisha saa 12, ya asili anaisha saa 8, na hiyo magharibi inaingia. Kwa hiyo mtu anakosa ule ufanisi kufanya uzuri wa ibada, kuchunga kwamba swala zina wakati maalum. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, swala ina wakati maalum kwa muumini, kwa Muislamu. Yeye ndio sababu anafanya mambo mengine. Huu ni muda wa kutekeleza ibada fulani anafanya. Allah amemjalia mali, anatakiwa atoe zaka ya mali, hatoi zaka. Kwa nini? Kwa sababu imani yake ni dhaifu. Amekuwa hata mvivu kutekeleza ibada, mambo ya kumtii Allah. Bwana, wewe uwezo unao wa kwenda hija, huu hapa ni wakati wa watu kujiandaa kwenda haji, fanya uende hija. Yeye anachelewesha haidi kutekeleza ibada ya hija. Kwa nini? Udhaifu wa imani. Maradhi ambayo yapo mwili wake yamempelekea kuwa katika hali ya namna hiyo. Ama kiashiria cha nne katika viashiria hivyo vya imani ya mtu kuwa ni dhaifu ni adamu al-ghadab idha intahakat maharim Allah, ni mtu kujisikia vibaya pindi inapotokea anayafanya madhambi. Mtu anafanya mambo ya haramu, mtu anazungumza uongo, anamdhulumu mwingine, mke anamuogopea mume wake, yeye wala hajisikii vibaya. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ya moyo wake kuwa na hofu na kuona kwamba hapa na dhulumu haki ya Allah na ingia kwenye maasi, ile hali kwake haipo. Kama ni kulikuwa na mwanga au mwangaza wa hilo, ule mwangaza ukififia kwake, haupo tena. Moyo wake hauhisi chochote, hajisikii vibaya kufanya madhambi, hajisikii vibaya kuongoka, hajisikii vibaya kutapeli, hajisikii vibaya kutukana, hajisikii vibaya kufanya jambo lolote la madhambi. Hii ni alama nyingine, ni kiashiria cha kwamba mtu huyu imani yake imekuwa ni dhaifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hili, tu'radu fitan ala al-qulubi kalhasidi audan auda, nyoyo za wanadamu, moyo wa mtu huwa unafikwa na fitna, unafikwa na maovu mbalimbali. Moyo wako unazungukwa na maovu, unazungukwa na machafu mbalimbali. Sasa moyo ukishafikwa na hali hii, ukizungukwa na maovu kiasi hichi kidogo kidogo,
fa ayu qalbi, tusema nasema moyo wote ule wa mtu ushribaha, ikatokea sasa yale maovu ambayo yanazunguka moyo ule moyo ukayabeba yale maovu, moyo ukajawa na maovu, nukitat fihi naktatun sauda, moyo huo kwa kawaida unaweka doa nyeusi kila mmoja. Lakini moyo ambao unajawa na maovu kisha ukawa ni wenye kuacha ankamaha, ukaipuka maovu yale, basi nukitat fihi naktatun bayda, kutawekwa kidoti cheupe mpaka moyo huo utakuwa sasa na hali mbili. Kuna moyo utakuwa ni mweupe sana, mwingine utakuwa ni mweusi sana. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwamba huu moyo mweusi itafikia wakati la yaarifu maarufa, itakuwa moyo wake mtu huyu hauoni, hauelewi, haufahamu kwamba hili ni jema na hili ni ovu. Moyo unafikia hali ya namna hiyo. Kwa nini? Kutokana na maovu ambayo yamezunguka moyo wake. Ndio mtu huyu hata akiingia katika madhambi kwake inakuwa ni kawaida, yaani wala hajali. Kuna mtu Allah kamjalia akiingia kwenye madhambi, akitoka kwenye madhambi yake moyo wake unamsuta, anajisikia vibaya sana. Lakini hali hii ya madhambi ikiwa mara kwa mara mtu anaingia kwenye madhambi, ndio inafikia hali mtu huyu sasa anakuwa haisi chochote. Ili ukawa kufanya madhambi anaona kwake ni kawaida. Ndio yule anakwambia mwanamke umbea kusupa sunna. Kwa nini? Umbea, Uislamu umekataza umbea. Al-mu'mina umekataza kuwafitinisha watu. Yeye anaona ni fahari, hana raha yeye bila kusutwa, na ile sutwa ni umbea. Hii ni alama na kiashiria cha mtu kuwa imamu yake ni dhaifu. Ama katika hili pia la mtu kutokuwa ni mwenye kujisikia vibaya katika kuyafanya mambo maovu, kuna hali mbaya zaidi. Hali mbaya zaidi ni pale ambapo mtu amekaa anasikia sehemu fulani kuna uovu unafanyika. Katika eneo fulani watu wanafanya maovu fulani, yeye hayupo, lakini anajuta kwa nini hayupo sehemu hiyo. Yaani anatamani yeye kuwepo sehemu hiyo. Si kwamba uovu unafanyika huko yeye hayupo kwa salama kwake, bali yeye unamkuta anajisikia vibaya, hajaenda kwenye uovu. Kuna kigodoro sehemu fulani, kuna ngoma, kuna mziki, basi anajisikia vibaya sana. Shughuli ile ni mziki na kigodoro, ngoma imemkuta yeye hali yake mbaya, anaumwa mtandao, hana kitu, hana nauli ya kwenda, anajisikia vibaya sana. Hii ni mbaya zaidi. Yaani mtu kuepusha tu kwa namna yote, hata akamwepusha asifanye madhambi, bali yeye anajisikia vibaya kwa nini hakupata fursa, nafasi ya kwenda kufanya madhambi yake. Hili ni baya zaidi. Ubaya wake ni kwamba mtu huyu anapata malipo hayo ya yale maovu ambayo watu wanayafanya kule, pamoja na yeye kuwa ni hayo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha umilatil khati'a fil ardh, inapotokea watu wanafanya maovu katika ardhi fulani, eneo fulani, watu wanafanya Allah kama hivi, watu wako kwenye ngoma, kwenye muziki, kwenye maasi huko, wanakunywa mapombe, kana man shahadaha fakariha, mtu ambaye anawaona watu hawa hapo wanafanya madhambi, wanamwasi Allah, ameshuhudia, anayaona wazi, huyu atakuwa kama nadhara anha, atakuwa kama vile hayupo kwenye ushuhuda wa tukio. Yani kaona watu wanafanya madhambi, fakariha, yeye akachukia moyo wake,
akichukia akisikia vibaya watu wanafanya dhambi anawaona. Huyu Mtume sana anasema anakuwa kana kwamba hayupo eneo. Waman ghaba anha, lakini mtu ambaye hayupo eneo ambalo watu wanafanya dhambi, faradhia, lakini yeye akaonyesha alama ya kuridhia kile kinachofanya, hayupo jambo linafanyika mkono mwingine yeye hayupo, lakini akaonyesha hisia kwamba ameridhia kile jambo na alitamani na yeye awe. Ndio sana anasema kana kama shahida, huyu anakuwa kama mtu aliyekuwa katika maovu yale ameyashuhudia na ameyafanya. Kwa hiyo ukasema hili ni jambo baya. Muislamu aangalie moyo wake, kama moyo wako, imani yako haijakuzuia wewe kuingia katika madhambi, ukajisikia vibaya katika kufanya madhambi, au watu wanafanya maovu wewe ukajisikia vibaya kuona wanafanya maovu, au wewe haupo ukasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu aniepusha na maovu yake, bali ukaonyesha alama kujutia, laiti ningepata nafasi na wewe ukaenda, jua imani yako hiyo ni dhaifu, moyo wako una maradhi. Allah atakusaidia. Ama nukta viashiria, kiashiria cha 6 ni ashubhu wal bukhl, ubahili na ulafi. Ashubhu wal bukhl, al-bukhl wal-shubh, ubahili na ulafi. Ulafi ni nini? Ubahili unafahamika, mtu kuchukua nacho atakutoa, lakini ashubh ni zaidi ya ubahili, alichokuwa nacho atakutoa na anataka wengine vije kwake. Hii ndio shubh. Ndio sallama anasema la yajtamiu ash-shubh wal iman fi qalbi 'abd abadan, imani ya kweli haiwezi kukusanyika na shubh na ulafi katika moyo wa muumini milele. Yani muumini akifikia kuwa na hali ya ulafi, ubahili uliopitiliza, imani haiwezi kukaa katika moyo wake. Kwa hiyo ukijiona wewe una tabia hii ya ubahili au zaidi ya ubahili, hutaki kutoa ulichokuwa nacho na vilivyokuwa kwa wengine unataka uwe navyo viwe kwako, wao wasiwe navyo, basi ujue imani yako ni dhaifu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake mengine kuainisha hatari ya jambo hili, anasema iyyakum wash-shubh, jiepusheni na tabia hii ya ulafi, fa innama halaka man kana qablakum bish-shubh, hakika wale waliokuwa kabla yenu Mayahudi na Manasara, kilichowapelekea wao kuadhibiwa na kuangamizwa na Allah ni shubh, ulafi, ubahili wa kutimiza. Ulafi amarahum bil bukhli fabakhiru, uliwabeba na kuwapelekea katika ubahili, wakawa ni bahili kabisa, si matamanio zao wanipata, bali kawa hata hawatoi kabisa. Wa amarahum bil qati'a faqata'u, na likawapelekea hili wala ulafi kukata udugu, na kweli wakakata udugu. Wa amarahum bil fujuri fafaja'u, na hilo jambo la ulafi likawapelekea katika uovu na wakaingia katika uovu. Wewe ushakuwa mtu bahili, vya wenzako unatamani viwe na wewe, wao wasina, maana ukipata nafasi ya kumdhuru ili yeye asipate kabisa, unafanya tayari unaingia katika uovu. Kwa hiyo katika kiashiria ama viashiria ya mtu kuwa imani yake ni dhaifu ni kuwa bahili na kuwa ulafi. Kiashiria cha 7 ni ihtiqari ma'ruf, mtu kudharau mema au kudharau wema na kutokutilia umuhimu mambo mazuri. Mtu kudharau wema, ukiambiwa jambo hili katika wema usidharau. Ukiona nafsi yako inadharau, hata hili tu bwana, hili ni katika wema, hata hili. Mfano mdogo, kununua njiani, ukipita njiani ukaona jiwe, mimba, vitu ambavyo watu wakipita watavulika, kuondoa ni katika wema. Wewe ukiona inanyanga usha hata hichi tu, unadharau wema.
tabassuka fi wajhi akhika sadaqa. Sasa wanasema katika wema ni mtu kuwa na uso wa bashasha kwa ndugu yako. Uko na ndugu yako mwanamke mwenzako unashindwa kuonyesha uso wa bashasha, bwana unaacha wema, hata hivi si jambo lolote. Wewe wanakuja unadharau wema. Mume wako huyu mtii mume wako, usitoke nyumbani bila ruhusa yake. Sinatoka tu mara moja na hapo tu, alafu ninakwenda kwa dada yake. Kwa hiyo kwa dada yake hapana. Hapa unafanya jambo la ugomvi, alafu wewe unakuuza pia wema wa kumtii mume wako. Katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man amata ahla an tariqi almuslimin, mtu atakayeongoza katika njia ambayo watu wanapita, kutiba lahu hasana, ataandikiwa jema moja. Wa man tuqbilat lahu hasana dakhala aljanna, mtu ambaye itathibitika jema lake moja tu limekubaliwa, basi ataingia peponi. Jema moja lako likubaliwa, tunasema anasema utaingia peponi. Sasa wewe unadharau wema eti kwa sababu ni jema dogo tu, hivi wewe utaipata pepo ya Allah? Uwezi kuipata pepo ya Allah. Nini? Imani yako ni dhaifu. Kwa hiyo katika alama za mtu, kiashiria cha mtu imani yake kuwa ni dhaifu ni kudharau wema. Usidharau wema, hujui ni lipi katika mema unayoyafanya litakayokuwa ni sababu ya wewe kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ama kiashiria cha 8, tukiwa tunafikia tamati katika hili kiashiria, alafu tuingie katika tiba ya udhaifu wa imani, tiba yake. Kiashiria cha 8 ni adam al-ihtimam bi qadaya al-muslimin, ni Muislamu sasa kutokutilia umuhimu mambo yanayowasibu Uislamu. Mtu kutokutilia umuhimu mambo yanayowafika Waislamu na kuwa nao pamoja au Waislamu kwa haya yanayofika. Umeshindwa kwenda kuwaombea dua, umeweza kutoa sadaka yako, ukatoa sadaka ukawasaidia, ukamsaidia Muislamu mwenzako kwa vile tu amefikwa na jambo baya. Muislamu ukijiona moyo wako, imani yako haikusurudi juu ya kutilia umuhimu kwa yale ambayo yanawafika Waislamu, miongoni mwa tasalluti al-a'da, wanatawaliwa na maadui, walqahar, wanadhulumiwa haki zao, wananyanyaswa. Waislamu wapo katika maeneo fulani wanafikwa na majanga fulani, wewe moyo wako, imani yako wala haikusukumi kwamba ni jambo muhimu na mimi nizingatie hili. Ewe Mwenyezi Mungu, wanusuru ndugu zangu Waislamu. Ewe Mwenyezi Mungu, nusuru ndugu yangu Waislamu. Wewe usikitiki kwa yale mabaya yanayofika Waislamu wenzako. Tena wakati mwingine unafurahi, ujue imani yako ni dhaifu, ujue imani yako ni dhaifu. Bali muumini wa kweli anatakiwa kuwa ni kwamba awe na ihtimamu, atilie umuhimu yake yanayofika watu. Mfano ndugu zetu wa Palestina, mambo yanayowapata huko, mapigano, machafuko, dhulma inayoendelea huko, wewe Muislamu inatakiwa uwe na hisia. Umeshindwa kwenda huko, umeshindwa kutoa mali yako kwa ajili ya hilo, yani huko Mwenyezi Mungu na kuomba wanusuru ndugu zetu wa Palestina, wanusuru juu ya dhulma wanayofanyiwa, wadhoofishe maadui zao, utawanye umoja wao, wafanye mayatima au maadui zao, wafanye mayatima watoto wao, na wake zao wafunge vizazi, waangamize maadui zao. Waombee ndugu zako, tuwaombee ndugu zetu wa Palestina. Na kila ndugu yako Muislamu inatakiwa ukisikia amepigwa na jambo baya, wewe utilie umuhimu na uombee dua. Kama umeshindwa kutoa sadaka yako kwenda kumsaidia, nyanyua mikono, muombee dua tu.
jeshi ambalo halishindwi, silaha kubwa sana kidogo. Umeshinda yote una dua, Allah afanye wepesi wa kufanya. Na wala Allah Tabaraka wa Taala au zetu wa Palestina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili anasema innal mu'mina min ahli al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Muumini wa kweli jinsi anavyotakiwa kuwa anawachukulia watu wa imani wenzake, waumini wenzake, anatakiwa wachukulie bimanzilati ar-ra's min al-jasad, ni kama nafasi ya kichwa katika mwili wake. Muumini wa kweli Waislamu wenzao inabidi wachukulie kama nafasi ya kichwa kwenye mwili wangu. Vipi? Ya'lamu al-mu'minu li ahli al-iman kama ya'lamu al-jasad lima fi ar-ra's. Muumini wa kweli anatakiwa ahisi maumivu kwa yale maumivu anayoyapata ndugu zake Waislamu, kama vile anavyohisi maumivu mwili wake wote kwa maumivu yanayotokana na kichwa chake. Kichwa kinauma mwili mzima, uchovu wa mwili utakuwa nao, unajisikia vibaya, basi tunatakiwa kwa Muislamu kifika Ramadhani wewe ujisikie vibaya. Ukijiona kinyume na hivyo, imani yako dhaifu. Ukijiona kinyume na hivyo, moyo wako una shida, una maradhi. Jambo la 9 na la mwisho katika viashiria vya mtu kuwa na imani dhaifu ni adamu istishari al-mas'uliyya, ni mtu kuwa na hisia ya majukumu kuhusiana na dini ya Allah Tabaraka wa Taala. Dini ya Allah, sisi Waislamu inatakiwa tuwe na hisia kwamba ni jukumu letu hii dini ya Allah kuhakikisha tunaisambaza, tunaihudumia, tunafanya yale ambayo yanatuwajibikia sisi kama Waislamu. Jamani Waislamu, msikiti huu unahitaji jambo fulani, wewe Muislamu, hii ni la kwako, inabidi kuhisia. Kuna madrasa fulani inahitaji jambo fulani, jambo la kheri fulani katika dini, wewe inabidi utumikie Uislamu, lazima uhisia. Ukijiona unaletewa habari za michango ya msikiti, msikiti unajengwa, watu wanataka kujenga madrasa, na kweli imethibitika hiyo ndio, alafu moyo wako unakuwa mzito, ujue una shida katika imani yako, imani yako ni dhaifu, ujue moyo wako una maradhi. Bali unatakiwa Muislamu au na hisia. Sasa baada ya kutaja hivi baadhi ya viashiria vya imani kuwa ni dhaifu, ni wazi kwamba Muislamu atakiwa kukaa sasa bila ya kujua tiba ya maradhi haya. Ndio pale katika maneno yetu tumesema udhaifu wa imani, tumeangalia udhaifu wa imani na tiba yake ni ipi. Tiba ya imani kuwa dhaifu tuipe, tutumie tiba gani? Tiba ambayo tutatumia ni tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema katika sura Al-Hadid aya 16, baada ya billahi minash shaitani rajim, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Anasema sasa umefika wakati kwa Waislamu waumini mioyo yao kuwa na khushu', kuwa na hofu, kuwa ni yenye kumwomba Allah li dhikrillah, kwa utajo kumkumbuka Allah Tabaraka wa Taala, wa ma nazala min al-haqq, na yale yaliyoteremshwa kwao katika Qur'an, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Sasa Muislamu inabidi aamuke. Ushaona imani yako ina matatizo haya, moyo wako una matatizo haya, imani yako ni dhaifu, amka sasa. Utaamka kwa vipi? Kwa Qur'an. Utaamka vipi? Kwa utaje kumkumbuka Allah Tabaraka wa Taala. Allah anasema wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, na Waislamu wasiwe kama watu waliopewa kitabu huko nyuma, Mayahudi na Manasara. Vipi walikuwa wao? Walikuwa kitabu, walipewa mawaidha, waliwajia mitume, faqala alaihim al-amad, muda kwao ukawa mrefu sana wa kupewa mawaidha na kufikishiwa ujumbe wa Allah.
wake wengi wao wakawa ni mafasiki. Muislamu sibihi, amka, rudi kwa Allah tabaraka wa taala, acha maovu, amka, iangalie imani yako na utengeneze, na usiwe kama hao. Unakuwa mwaina muda mrefu, mwanamama wewe wa Kiislamu na dada unaelekezwa mambo ya Kiislamu, alafu muda mrefu unaacha kuyafuata, unakuwa mgumu. Usiwe litakufanya jambo hili ukawa katika majuto mbele za Allah tabaraka wa taala. Naam, ndugu zangu, sasa tunaenda kuangalia tiba liilaji dhaifu imanina, ili kuzitibu imani zetu zilizokuwa dhaifu na mioyo yetu kuwa na nguvu. Tiba kubwa ambayo inatakiwa tuichukue, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, inna al-imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb. Imani ya mtu huwa inafuraa na kuchakaa katika mwili wake kama vile nguo inapochakaa na kufubaa. Fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum, muombeni Allah kwanza azifanye upya imani zenu, azifanye tajdid, azifanyie imani zenu kuwa ni mpya. Lakini vile vile katika hadithi nyingine Mtume sana akasema, ma min al-qulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabati al-qamar, hakuna moyo wote katika moyo wa Muislamu isipokuwa moyo huo unafikwa na mawingu au unafikwa na wingu kama wingu linalofika katika mwezi. Bainama al-qamar mudhib, mwezi unapokuwa unatoa mwanga wake, basi lile wingu linakuwa limeondoka. Lakini wingu likija, mwezi nao hautoi mwanga. Basi hivyo hivyo ndivyo moyo wa mwanadamu, moyo wa mtu unapokuwa ukifikwa na wingu la uovu na machafu, basi moyo ule hauwezi kuangaza chochote, hauwezi kutoa nuru yoyote. Kwa hiyo tiba ya kwanza na tiba muhimu sana huwa tadabburi al-Qur'an, ni kuizingatia Qur'an. Tiba ya kwanza tena a'dhamu ilaji, tiba kubwa kuliko zote ya imani kuwa ni dhaifu, ni kuizingatia Qur'an. Basi kuizingatia Qur'an vipi? Allah anasema sura al-Isra aya ya 82, anasema wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, tumeteremsha Qur'ani hii kuwa ni ponyo na huruma kwa waumini. Qur'an imeteremshwa kuwa ni ponyo kwa maradhi yote, maradhi ya mioyo na maradhi ya kiwiliwili kwa ujumla. Allah anasema Qur'ani hii ni ponyo, kwa lazima tuizingatie Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili jambo la kuzingatia Qur'an alifikia daraja ya juu kabisa, tena daraja kubwa katika kuzingatia Qur'an, mpaka ilifika kwa sallam usiku mzima anarudia kusoma aya moja tu na kuizingatia aya hii. Usiku mzima anasoma aya moja, kuizingatia, anaizingatia ili kutengeneza imani yake. Moja katika masalafu wema waliotangulia walifika kwa mama Aisha, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia, ewe mama Aisha, mke wa Mtume, hadithina bi ajabi shay'in ra'aytahu min rasulillah, hebu tufahamishe, tuambie, tupe habari juu ya jambo la ajabu zaidi ambalo uliona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maisha yake yote. Maswahaba au mabwana matabiin hawa wanaenda kumuuliza mama Aisha, ni jambo gani la ajabu ulioshuhudia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote? Mama Aisha alipoulizwa swali hili alilia sana, kisha akasema mama Aisha, siku moja, anasimulia, qama lailatin min al-layali, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama
miongoni mwa usiku, ilikuwa nyakati za usiku. Siku moja alisimama, aliposimama akaniambia, ya Aisha, ewe mke wangu Aisha, dhalini ata'abbadu bi rabbi, niachie, hebu niache kwanza, nataka nimwabudu Mola wangu. Anamwambia mke wake. Mama Aisha anasimulia, basi mtume aliposema vile, Aisha anasema, mimi nikamwambia, wallahi inni la uhibbu qurbika, mimi napenda sana kukuona wewe ukifanya ibada na kukurudisha kwa Mola wako, na ninapenda ma yasuru, na ninapenda yale yanayokufurahisha wewe mtume wangu. Mama Aisha anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yanayokufurahisha wewe mtume wangu mimi nayapenda sana, fanya ibada na kuabudu Mola wako. Mama Aisha anasimulia, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua udhu, kisha akasimama kuswali. Falam yazal yabki, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaswali alikuwa analia mpaka machozi yakafika katika mbegu zake. Akaendelea kulia mpaka machozi yakafika katika ardhi chini, machozi yamwagika mpaka chini. Usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam analia. Mama Aisha anasema hili ni tukio la ajabu ambalo sijawahi kuliona kwa Mtume sallallahu. Mtume analia mpaka machozi yanafika ardhini. Bilal ambaye ni mwalimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bilal huyu akaja alfajiri inaingia, akaja kuadhini usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma analia, Aisha anasema mpaka Bilal alipokuja, falamma ra'ahu yabki, Bilal anakuja kuadhini, anamuona Mtume analia. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yake kama hivi, msikiti huu nyuma yake hapo mbele, mlango akaangalia kutoka ndani kwake anaona msikiti. Bilal anamuona Mtume analia, akamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, tabki, vipi unalia? Wakad ghafara Allahu laka, wakati Allah Ta'ala amekwisha kusamehe wewe ma taqaddama min dhanbika, madhambi yako yaliyotangulia, wa ma ta'akhkhara. Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi yako yote, inakuwaje unalia kiasi hichi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, afala aquna abdan shakura, hivi mimi nisiwe mmoja mwenye kumshukuru Mola wake kwa haya yote aliyonipa mazuri na makubwa? Asema mimi nafanya hivi kwa ajili ya kumshukuru Mola wangu. Kisha akasema maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad nazalat alayya al-layla, hakika katika usiku huu zimeteremka ayati, zimeteremka kwangu aya hizi hapa, zimeteremka aya ndani ya usiku huu. Kisha akasema, wailu, ole wake, liman qara'aha wa yatafakkar fiha, ole wake atakayesoma aya hizi alafu asizitafakuri, asizitafakari, asizingatie. Ole wake ni aya zipi? Aya gani ambazo tunatakiwa tuzitafakari sana, tuzingatie kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika tukio hili la ajabu? Ni aya katika sura Al-Imran aya 190 na 191. Allah anasema, inna fi khalqis samawati wal ardh, hakika katika uumbaji wa mbingu saba na ardhi saba, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kutofautiana usiku na mchana, la ayati liulil albab, kuna mazingatio makubwa, kuna alama kubwa zinazothibitisha uwepo na uwezo wa Allah tabaraka wa taala, liulil albab, lakini kwa watu wanaotumia akili. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, watu wanaotumia akili ni wale wanaomtaja Allah wakiwa wamesimama, wa qu'udan, na wakiwa wamekaa, wa ala junubihim, na wakiwa wamelala, wa yatafakkarun, na watu wenye akili ni wale wanaotafakari fi khalqi samawati wal ardh, namna ambavyo Allah ameumba viumbe vyake. Vipi Allah aliumba mbingu saba na ardhi saba? Aya hizi mtu anatakiwa tafakari sana. Na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakisoma Qur'an, wakizingatia Qur'an na wakiathirika sana na Qur'ani, mpaka ilikuwa sahaba Abu Bakr as-Siddiq akiwa anaswali hawezi kuzuia nafsi yake na kutoa machozi, akiswali analia, akisoma Qur'ani kwa sauti lazima alie. Kwa nini? Qur'ani ilikuwa inamwathiri sana katika moyo wake. Kwa hiyo wewe ndugu yangu Muislamu, ili
ili utibu udhaifu wa imani yako, basi hakikisha unaizingatia Qur'an. Aya zilizotajwa kurejea kuziangalia, lakini soma Qur'an kwa mazingatio, itulize nafsi yako. Na tafsiri, msafu tafsiri, angalia sura hii, aya inasema nini. Hiyo alhamdu tu isome kwa maana yake na uzingatie maana ya hiyo alhamdu. Kuna nafsi hizo hapo utakuwa umetibu udhaifu wa imani yako. Siku moja Umar radhiallahu ta'ala anhu alisikia katika maneno ya Allah tabaraka wa taala yanasomwa, basi akawa analia sana. Alikuwa analia sana wakati maneno haya yanasomwa. Ilikuwa maneno gani? Katika sura Yusuf aya 86 Allah anasema innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Lakini kwa maneno ya mzee Yaqub alipokuwa akiwajibu watoto wake walikuwa wanamwambia kwamba vipi tulibaki leo na kufunika juu ya mwana Yusuf, inakuwaje mzee? Akamwambia innama ashku bathi wa huzni ila Allah, hakika siri neno mimi shida zangu na huzuni yangu naishtakia kwa Mola wangu. Shida zangu na huzuni yangu naipeleka kwa Allah. Shida zako zipeleke kwa Allah, huzuni yangu ipeleke kwa Allah. Akawa anasoma maneno haya, akawa analia sana. Na Uthman bin Affan naye anasema lau taharat qulubuna ma shabi'at min kalamina, lau mioyo yetu ingekuwa tahara ni safi, basi hakika ingeshiba vikubwa kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala, kwa maana ingewaeleka. Na moja katika waja wema waliotangulia alimsikia sahaba mmoja akisoma aya moja na kirudia mara kwa mara katika swala. Anasema ile aya imerudia zaidi ya mara 23. Uza katika swala zaidi ya mara 23 anarudia hiyo aya kwa mazingatio. Ilikuwa ni aya ya 281. Allah anasema wattaqu yawman, 281 sura al-Baqara. Wattaqu yawman, Allah anasema iogopeni siku hiyo ambayo turjauna fihi ila Allah, mtakayorudishwa kwa Mola wenu. Iogopeni usiku, iogopeni. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sio kurudishwa tu, bali mkisharudishwa huko kisha mtakuja kulipwa kila nafsi kwa kile ambacho imechuma duniani. Na watu hawatadhulumiwa siku hiyo, yani siku ambayo tutaenda kusimamishwa kwa Allah, alafu tukahesabiwa matendo yetu. Siku hiyo tuiogope. Sasa ukisikia maneno kama haya, karejea, alafu yazingatia haya maneno, iogopeni siku mtakayorejeshwa kwa Mola wenu. Imani yako itakuwa sawa kiazingatia. Na hii ndio aya ya mwisho kuteremka katika Qur'an. Aya ya mwisho kuteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an ni aya hii ya sura al-Baqara, aya 281. Baada ya muda mchache tutasallama kuteremka aya hii, naye wakafika na mauti akafa. Na mtu mmoja katika wale waliotangulia naye anasema alisoma aya ya 109 sura al-Isra, ambayo Allah anaelezea, anasema wayakiruna lil-qani yabkun wa yaziduhum khushu'a, na waja wema huwa yakhiruna lil-qani yabkun, huwa wanaporomoka nyuso zao chini na kusujudu, alafu yabkun, wanalia, wa yaziduhum khushu'a. Na Qur'ani wanapoisikia mara kwa mara huwa inawazidishia hofu na unyenyekevu katika nafsi zao. Huyu mwanazuoni baada ya kusoma maneno haya akaporomoka chini na kusujudu, alafu akawa anailaumu nafsi yake akisema, hadha sujudu fa aina al-buka, mimi nimepata tayari kusujudu, lakini mbona kulia sikuoni kuje? Yani akawa anatafakari hii aya inasema waja wema huwa wanaporomoka kusujudu, alafu
huwa wanatoka na machozi, wanalia kutokana na mazingatio ya Qur'an. Yeye akawa anajilaumu nafsi yake, mbona nimeshindwa kulia? Lakini lawama hizi zinakuja baada ya kuzingatia hiyo Qur'an. Kwa hiyo lazima katika kutibu nafsi zetu, kutibu udhaifu wa imani zetu, ni kuzingatia Qur'an. Aya ambazo tumezisikia, tunasomewa, tuzichukue, tuzingatie. Hapo tutakuwa tumetibu maradhi makubwa ya imani zetu. Mwisho, katika kumalizia mada yangu hii, ni moja katika wema waliotangulia vile vile, maratan fi mathalin amthali al-Qur'an, alipita katika mifano miongoni mwa mifano ya Qur'an ambayo ilimfanya alie sana. Akaulizwa, kwa nini unalia? Akasema, mimi nalia kwa maneno haya ambayo Allah ameyasema. Maneno yake Allah katika suratu Al-Ankabuti, sura aya ya 43, anasema, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas. Hii Qur'ani na mengi tunayozungumza na kuelezea ni mifano tu ambayo tunaileta kwa watu. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas, na hiyo ni mifano tunaipiga kwa watu, tunaileta. Wama ya'tiha illa al-alimun, na hakuna anayezingatia mifano inayokuja ndani ya Qur'an isipokuwa wale watu wenye maarifa, watu wanaojielewa. Akasema, wa ana lam a'mal, mimi nimekaa nimetafakari, bado sijaingiza akilini, najiona kama vile mimi sina elimu yoyote, sijielewi. Katafakari, akajiangalia. Hii mifano iliyokuja ndani ya Qur'an ni kwa kiasi gani mimi nimechukua na kuifanyia kazi na kuzingatia. Akawa anataka kulia. Kwa hiyo mimi na wewe, mama yangu, dada yangu wa Kiislamu, yatakiwa tuhakikishe katika kutibu udhaifu wa imani zetu, tuwe ni wenye kuzingatia maneno ya Qur'an tunayosomewa na tunayoyasoma, tuyazingatie, tuyatie akilini. Hapo ndio tutapata tiba iliyokuwa sahihi, tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya udhaifu wa imani zetu.